Yaani unasema umjui aliko, wakati wewe kila kitu unakijua, kwa sababu wewe ndo ndugu yako. Alafu leo nakuuliza unajifanya wewe hujui chochote. Sasa nisikilize, mimi nitajua cha kufanya na nitakuonesha. Maneno ya mwisho yalikuwa kama sumu. Nilijua ni talaka, lakini siyo mwisho. Mapenzi yangu bado yamefungwa na roho. Ee Mungu wangu, nilikosea, nilimtoa niliyempenda kweli. Jamaa analalamika sana, anakutafuta mzee kwa uhudi na uvumba. Kila kona ya kijiji kazunguka, mara haje kwenye kijiji chenu huku, mara rudi kwenye kijiji kwenu, hajabahatika kukuona. Mwishowe kaja kanifuata mimi na kuniuliza wewe uko wapi na kwa nini umekimbia. Mimi nikamjibu mimi sijui sehemu alipo na hata sifahamu nyendo zake. Oya, mzee ana haha. Unajua na haha sio poa mwanangu. Yule chizi yaani kaleta neema, alafu ono tumepita nayo juu kwa juu, kifupi kajikanyaga. Ndugu yangu, usiseme chizi, natakiwa uwe makini. Maana mzee unajua ile mwili lake mwanangu anavyohangaika. Kuwa makini mwanangu, sio tu sema unaona mafichoni umejificha hapa alafu ile hamna. Kuwa makini, anahangaika sana ujue. Yaani swala la umakini hapa ndo maana pake. Yaani akitoa libega kitu chochote kabisa. Sawa, kama swala la umakini hapo ndo pala pake. Vipi shemeji, maana tokea nilipofika hapo sijamuona na nimekaa hapa muda sasa. Shemu wako kuelekea sokoni, kaenda kuchukua mazagala kidogo. Si unajua tena chokopo jioni. Inabidi aje kukorofisha mandhari ya usiku, inabidi apigwe mapema. Ni kama hivyo. Poa basi, maana sasa hivi mimi ndo situlii huku tena maeneo ya mjomba huku. Kule nyumbani kila siku naambiwa nije kagua huku. Kwa hiyo hata situlie, muda nipo kijijini kule, muda nipo huku. Mara kwa mara unanikuta niko huku. Kwa hiyo acha mimi nirudi kwanza kule. Mazingira mengine tutakuja kwa nani basi. Kitakachojiri kule mimi nitakujuza. Haya basi. Upendo wangu ligeuka kivuli. Ulizani unaweza kunikimbia na pesa zangu kisha nisikuone kwenye macho yangu? Hicho kitu hakiwezekani. Pesa zako? Wewe mwanaume ukome kunizoea. Sijaondoka na pesa zako mimi. Taraka tu na ndio niliyotoka nayo kwako, na sio pesa zako. Sawa? Tuondoke mume wangu. Kisirani kishaingia. Asija kaniharibia mimba yangu na mwanangu akifia tumboni. Mimba? Ina maana wewe mpuuzi umempa mpaka mimba? Sio mpuuzi huu, ni mume wangu. Na sio mimba tu. Hapa tumetoka kliniki kwenda kupima na kuangalia maendeleo ya mtoto aliyokuwa tumboni. Ina maana wewe mpuuzi umevunja makubaliano. Unawezaje kumtia mimba mwanamke ninayempenda mimi? Na kwa kutumia mahali niliyotoa mimi? Ndoke kwangu. Mume wangu, mbona sielewi hapa kati yenu nyie? Kuna makubaliano gani mlokubaliana mpaka mmefikia hiyo? Nimekwambia ndoke. Mimi tu talaka ya mwisho imeniondolea amani. Nilijaribu kurudi lakini ulipotea na wengine. Vipi shemeji? Safi shemeji, za utokako. Safi, niambie. Karibu. Shukrani. Shemeji, hivi hapa katikati kunaendelea kitu gani baina ya mume wangu na Ndembo? Kuna vitu hapa sivielewi, na wamefahamiana vipi, na hiyo hela wanaodaiana ya nini? Ndio kwanza nakusikia wewe shemeji, kama mume wako
na Ndembo wanafahamiana, na nilikuwa sifahamu kama kuna pesa anadaiana. Kwani vipi? Kuna jambo lolote ambalo linaendelea au? Yaani hapa katikati kuna jambo linaloendelea. Shemeji, naomba usinifiche, niambie ukweli. Shemeji, siwezi kukuficha chochote, na kama pangekuwa kuna kitu kinaendelea mimi singesita kukuambia. Shemeji, naomba usinifanye mimi kama mtoto mdogo ambaye hatambui lolote lile. Mimi ni mtu mzima na ninajua kinachoendelea, na hata wahenga nakwambia fumbo mfumbia mjinga, mwelevu analitambua. Kwa naomba uniambie kinachoendelea hapa katikati kitu gani? Shemeji, ni kweli Ndembo na mume wako wanafahamiana, na hata hivyo mume wako amevunja makubaliano na Ndembo. Amevunja makubaliano? Makubaliano gani hayo baina ya mume wangu na Ndembo? Basi ndio hivyo shemeji. Baby shana. Kama kaka. Naona safi. Nilikuwa napiga story na shemeji. Karibu. Shukrani. Napenda mimi kwa sifa zangu. Wangu za mimi tu wangu nataka kuondoka. Hamna wangu, nimefika muda sana. Basi poa, karibu. Vipi? Mbona unafika mimi tu nataka kuondoka? Hamna chochote, amekuja tumepiga story. Naona alipofika yeye naye kaondoka. Basi aondoke nani basi? Omba talaka bila sababu. Ndio kama hivyo bwana. Hata mimi sikutegemea kabisa kumuona katika mazingira yake. Yaani nilistuka sana. Na isitoshe, kilichonishangaza zaidi, amemtia na ujauzito. Ina maana Dumi amempa ujauzito yule mwanamke? Yaani amemtia ujauzito kabisa. Yaani nashangaa kabisa. Umeona? Yaani ni kitu ambacho alichokifanya cha ajabu kabisa. Kweli hapo Dumi ametukosea. Yaani ametoka ndani ya makubaliano kabisa. Tulikubaliana tofauti na alivyofanya. Kwa hiyo ameamua kuniaibisha mimi. Ila kama ameamua kunidhulumu, basi mimi sidhulumiki, na pesa yangu nitaipata kwa namna yoyote ile. Yaani nasema kwa namna yoyote, lazima pesa yangu niipate. Yaani pesa ya kwangu mimi, mke wa kwangu mimi. Oya, alafu namwacha na enjoy kama vile. Yaani kwa namna yoyote, pesa zangu lazima nizipate. Ni kweli kaka, haiwezekani. Popote pale utakapokwenda, mimi niko nyuma yako, kwa sababu ametoka ndani ya makubaliano. Hatujakubaliana vile, na isitoshe ameamua kunidhalilisha kwa kweli, sababu mimi nilimwamini kwa moyo wangu mmoja na mpaka nikamleta kwako yeye, kwa sababu nilijua hatafanya vile ambavyo mimi na yeye tulivyokubaliana, lakini ameondoka na oa bro, mimi nakuhakikishia popote pale ambapo utakapokwenda wewe sema shahidi yako, mimi nipo nyuma yako, lazima pesa zako zipate. Haiwezekani kufanya upuuzi kama huu. Ila sawa, lakini ninachokisema mimi namaanisha pesa zangu lazima nizipate kwa namna yoyote ile. Siwezi kukubali mimi, yaani siwezi kuliacha kabisa ile jambo lipite. Ndembo, niamini mimi, pesa zako atakulipa kwa namna yoyote ile. Mimi si ndo nilomleta kwako, na mimi si ndo nani ninayepajua anapoishi. Pesa zako atakulipa yeye, anajua pesa zinapatikana kwa urahisi. Kwa sasa hivyo unaelekea wapi blaza? Mimi naelekea maskani, ila mfikishie ujumbe ajue kabisa, yaani kwa namna yoyote ile hii pesa yangu atainya. Basi wewe mimi nikaangalia mazingira. Poa. Basi poa.
upendo wangu uligeuka kivuli. Shemeji, Abesi, kama nilivyokuambia, nitakueleza kila kitu kinachoendelea kati ya mume wako na Ndembo, lakini mpaka utakapolikamilisha jambo langu ndivyo nitakueleza kinachoendelea. shemeji, sawa, mimi nimekubali, lakini naomba uniambie kila kitu kinachoendelea kuhusu jambo lako wewe. Ni jambo dogo sana, tutalifanya kwa wakati na muda wote ule. Shemeji, unafahamu kabisa katika hiki kijiji sina muda mrefu. Nimekuja tu mara moja kusimamia maeneo ya mjomba. Baada ya hapo nitaondoka. Kwa hiyo fanya kwanza jambo langu, la kwako litafuata. Nilitaka kurudi, lakini maneno matatu yalinifunga maisha. Talaka ya mwisho imenitenganisha na ndoto. Nilikupenda kuliko roho, lakini sasa ni mawivu tu. Talaka ya mwisho imeniondolea amani. Nilijaribu kurudi, lakini ulipotea na mwingine. Nilisikia umeolewa tena, nikadhani ni njia ya kurudi kwangu, lakini uliondoka. Wewe shemeji, ni mtamu sana. Unajua nimeenjoy. Yaani hapa ndio napata picha. Kwa nini Dubi na Ndembo wanakugombania? I say, shemeji, wewe mtamu sana. Na kale kajoto kako na hako ka ujauzito kako. Game ilikuwa mzuri I say. Hongera. Sawa shemeji, naomba uniambie kuna nini kati ya Ndembo na Dubi? Yaani hii dunia hii. Hii dunia ina maajabu sana. Talaka ya mwisho imenifunga na kivuli. Nilikupenda kuliko nafsi, lakini sasa ni